Katika ibada zetu hizi tunategemea maongozi ya Roho Mtakatifu. Kile ambacho Mungu amenipa ndicho ambacho pia nitakushirikisha. Ni kuombe tu uwe mwaminifu kutega sana sikio lako. Leo tutakwenda kushirikishana katika ujumbe huu, yamkini pengine hujawahi kusikia. Leo ninaamini pia Mungu atakusaidia kusikia hiki ambacho nitakwenda kukushirikisha mchana wa leo. Amen. Ujumbe wangu wa siku ya leo una kichwa kinachozungumzia mambo hayo hawakuyafahamu hapo kwanza. Narudia tena. Ujumbe wangu wa siku ya leo una kichwa kinachozungumzia mambo hayo hapo kwanza hawakuyafahamu. Ni nani hawa? Hawa ni wanafunzi wa Yesu, ambao Yesu wakati anaanza huduma aliweza kuteua timu ya watu 12. Na katika miaka mitatu karibia na nusu ya huduma ya Yesu Kristo, wale wanafunzi aliokuwa nao, lakini pia akitegemea kuwafundisha au kuwekeza majukumu ya kiungu ndani yao, wakati wapo na Yesu akiwa bado katika mwili, kuna vitu vingi katika huduma ya Yesu Kristo ambavyo vilikuwa vikijitokeza, na maneno mengine magumu ambayo Yesu alikuwa akiyaongea, akitoa unabii kwa habari ya kufa na kufufuka kwake, lakini pia akitoa maelekezo kwa ajili ya wao kuweza kuendeleza ile kazi ya Mungu. Na nilipokuwa nimearifiwa juu ya kushirikiana nanyi katika ibada ya leo, moja ya kitu ambacho nilimwomba Mungu sana aweze pia kunisaidia kwamba je, nitashirikiana nini nanyi enyi watu wa Mungu. Lakini maneno haya mchana wa leo ninaamini yatatutoa katika hatua moja kwenda pia katika hatua nyingine. Na kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinajitokeza katika huduma ya Yesu Kristo, na ndivyo pia ilivyo hata leo. Unaweza pia ukawa unajiuliza katika mwendelezo wa ibada ambazo zinaendelea katika ili eneo, lakini toka mimi nimeanza kupata nafasi ya kushiriki katika hizi ibada, licha ya kwamba nimekuwa nikisimama na kuhubiri, lakini bado pia kuna vitu vingi ambavyo ninajifunza kutoka pia kwenu. Na hivyo basi, kwa sababu Mungu ndiye aliyetoa nafasi ya mimi na nyinyi yamkini pengine kupata nafasi ya kushiriki katika hizi ibada, sasa kile ambacho mimi nakuwa nimejifunza kwenu, ninaamini pia kuna hatua kinanipeleka, lakini pia na yale ambayo Mungu yamkini pengine kupitia mimi nikakushirikisha wewe, pia ninaamini pia hata nawe kuna sehemu utafika katika mambo haya ya imani. Anasema naye Yesu alikuwa amepata mwanapunda, akampanda kama vile ilivyoandikwa, usiogope binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja, amepanda mwanapunda. Mstari wa 16 umeandikwa hivi, anasema maana mambo hayo hawakuyafahamu hapo kwanza, lakini Yesu alipotukuzwa ndipo walipokumbuka ya kwamba ameandikiwa hayo na kwamba watamtendea hayo. Basi wakamshuhudia wale makutano walikuwa pamoja naye alipomwita Lazaro kutoka kaburini. Nimesoma hapa maandiko ya aina mbili ambayo pia ninaamini mchana wa leo yatatusaidia katika ibada hii, hasa na sisi kuwepo kwetu katika ili eneo. Katika kitabu cha Marko sura ya 3 mstari wa 13 tunaona Yesu alipokuwa amepanda mlimani, maandiko yanabainisha kwamba aliwaita au aliwateua wale watu aliowataka yeye mwenyewe. Wakati mwingine pia unaweza kuwa unajiuliza, lakini pia kama ambavyo mara nyingi nimekuwa nikiongea, sijui kama unaabudu wapi, au sijui pia kama umeokoka au hujaokoka, lakini pia sijui kama kuna baadhi ya watu wanabahatika kwenda kanisani au huwa hawaendi, lakini ili madam Mungu amekupa nafasi ya kushiriki katika hizi ibada kupitia njia ambazo zimetumika, ninachotaka nikwambie mchana wa leo, lazima pia ujue uko miongoni mwa watu ambao Mungu aliwajua kabla wao hawajajijua, na alifahamu uwepo wenu katika ili eneo ni dalili na ni ishara pia mojawapo ya kuonesha kwamba Mungu amewateua
na amewakubali, kama ambavyo pia Yesu alipopanda mlimani akaita wale aliowataka yeye mwenyewe, pia anasema nao wakamwendea. Kama pia ilivyo mchana wa leo, nasi pia ninaamini baada ya kukaa katika agizo hili kwamba kila Jumatano tuonane na kushiriki ibada, hiyo pia ni njia mojawapo ambayo Mungu ametumia kuweza kukuteua wewe mtu wa Mungu ambaye mchana wa leo tunashiriki pamoja ibada hii. Sasa pia unaweza ukajiuliza, tumesoma kitabu cha Yohana hiyo sura ya 12 na tumeweza kuona maandiko haya. Anasema Yesu alipokuwa sasa akiingia Yerusalemu, maelfu na mamia ya watu walimshangilia, na wengi wao walikuwa wamekwisha kupata taarifa matendo makuu ambayo alikuwa ameyafanya katika mji wa Bethania. Na ndio maana ukiendelea kuangalia maandiko haya, anasema wengi wao ambao waliambatana naye ni wale ambao waliona wakati Bwana akifanya muujiza wa kuweza kumfufua Lazaro kutoka kaburini. Na ndivyo ilivyo pia leo. Kwa nini ambacho nataka tukiangalie? Yamkini pengine tunaposoma maandiko haya yanatupatia picha ya kile ambacho kilikuwa kimetendeka nyuma, lakini mchana wa leo unaweza kujiuliza, je, maandiko haya wewe kama kanisa la leo yanakuhusu nini, mtumishi wa Mungu? Sasa hapa ndipo palipo na kitendawili, na ninamwomba Mungu mchana wa leo afungue ufahamu wa mtu fulani ili aweze kuelewa thamani ya hiki ambacho kimekuwa kikiendelea katika hili eneo. Na maandiko mengi ambayo tunayasoma katika Biblia hawezi kuyachanganua kwa akili za kawaida, lazima Roho Mtakatifu ahusike kutusaidia, ndipo tunapopata maana. Je, yale maandiko yanamaanisha nini katika maisha yetu ya siku zote? Kwa hiyo tunaona katika huduma ya Yesu kama kuna mambo mengi yalijitokeza, lakini pia tunajifunza kwa hawa wanafunzi ambao walikuwa na Yesu. Inaonekana bado licha ya kwamba waliona Yesu akifufua watu, waliona Yesu akiponya, waliona Yesu akihubiri na akifundisha, lakini bado ndani yao kulikuwa kuna asili fulani ya tabia ya kiubinadamu, kwamba je, hiki anachokifanya Yesu, je, hiki ambacho wanakiona katika huduma ya Yesu, uhalisia wake ukoje? Bado pia nao walikuwa na maeneo fulani na mashaka, kama ambavyo pia mara nyingi nasi hata huduma au ibada zinavyoendelea siku zote, pia lazima ujue kuna watu wanaweza pia wakawa na mashaka, wakashindwa kuelewa hiki kinachoendelea, je, kina faida gani kwetu mchana wa leo? Kwa maombi yangu mchana wa leo, Mungu akusaidie uweze kuelewa. Hebu naomba tuende mbele kidogo, naamini uko mbele kidogo utanielewa, mtumishi wa Mungu. Katika maneno haya ambayo tumeangalia kwenye kitabu cha Yohana hiyo sura ya 12 kuanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 16, kuna kitu ambacho pia pale kinajitokeza, ambacho hawa watu wakati wanampokea Yesu walikuwa wakisema, Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Sasa ile neno Hosiana, je, unaweza kuwa unajiuliza lilikuwa lina maana gani? Kwa hiyo kama ambavyo nilipoongea hapo mwanzo, mambo mengi ambayo tunasoma katika Biblia tunahitaji sana msaada wa Roho Mtakatifu aweze pia kutusaidia ili tupate maana, na maana hiyo tukishaielewa itusaidie katika maisha yetu ya wokovu au katika maisha yetu ya imani. Lazima pia ujue maisha yetu ya imani ni safari ndefu ambayo pia inahitaji kutiwa nguvu kupitia mafundisho na mahubiri ya aina tofauti. Kwa hiyo kiangalia mfano wa neno Hosiana, ili neno maana yake ni Bwana twakusihi utuokoe. Unaposoma Zaburi 118 mstari wa 25 na 26, nao umeandikwa hivi, anasema Bwana utuokoe twakusihi, Bwana utufanikishe twakusihi, na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabariki toka nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo hapa unaona mwandishi wa kitabu cha Zaburi anajaribu sasa kufichua neno Hosiana ambalo hawa watu walikuwa wakimshangilia na kumwambia Bwana, Hosana ajaye kwa jina la Bwana. Kwa hiyo tunaona mwandishi wa kitabu cha Zaburi anajaribu kufafanua kwamba Hosiana, hawa watu maana yake walikuwa wakishangilia ukombozi na wokovu ambao ulikuwa umewafikia. Ni neno ambalo lilikuwa limekaa katika msamiati. Sasa je, katika msamiati huo mchana wa leo Mungu anataka tujifunze kitu gani? Lakini bado pia ukiangalia Zakaria sura ya 9 mstari wa 9, tunaona pia naye anajaribu kubainisha na kuliweka neno hili vizuri. Anasema, furahi sana
e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Anasema binti Sayuni. Binti Sayuni leo ni nani? Binti Sayuni ni kanisa. Binti Sayuni ni wewe ambaye umekubali kufungua moyo wako na kukiri katika kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na ni Mwokozi. Lakini pia tunaona hawa ndugu zetu pia walikuwa wakimtukuza na kumwambia Bwana, Hosana, ubarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Maana yake walikuwa wamesikia hizo habari za Yesu. Walipozisikia habari za Yesu zikawaandaa kuweza kuifungua mioyo yao ili Mungu aweze kuachilia wokovu. Wokovu ndio ufalme wa Mungu ambao unakaa ndani ya mtu. Lakini pia sasa kwa wakati tulionao kuna mambo makubwa mawili ambayo nitakushirikisha mchana wa leo ili yakusaidie kulingana na ile somo ambalo nimekuletea kwako. Na ni maombi yangu tena bado naomba Mungu aendelee kukusaidia kuelewa katika ile eneo. Anaweza akawa amepewa gari la samani, lakini hilo gari la samani akashindwa kufahamu maana, lakini pia akashindwa kujua yule mtu aliyempatia ana upendo wa aina gani kwake. Ni sawa na andiko lipo kwenye kitabu cha Yohana unaposoma 3:16. Yesu anasema kwa jinsi hii aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Sasa swali la kujiuliza, ili gari lako liweze kuwa na maana, ili gari hilo pia liweze kuwa na tija, kuna kitu cha msingi ambacho kinatakiwa cha kwanza. Lazima gari hilo uweze pia kulitia mafuta. Na wakati nazidi kumsina kumwomba Mungu kwa ajili yenu, akanambia tayari kuna watu wengi wanashiriki katika hizi ibada, lakini ni katika njia ya mazoea. Na ndio maana tukasema badala ya kuhubiri masaa mawili, hebu tukae saa moja tukamtafuta Mungu. Unaona kabisa kuna watu watakuwa naishiwa na maneno ya kuweza kumtafuta Mungu. Maana yake maisha yetu pasipo kuwa na maombi katika maisha ya wokovu. Wokovu huu tulionao ni mfano wa mtu ambaye amepewa gari la samani akashindwa kutambua maana yake. Kwa hiyo uwepo wa hizi ibada ni mfano wa gari ambayo inakwenda kutia mafuta katika sheli. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru. Kusaidia mtu wa Mungu, usipuuze unapoona hizi ibada zinaendelea, kwa sababu nilikwishawahi kuongea zinakuwa recorded katika ufalme wa Mungu. Unaweza ukakwepa huko nje, lakini bado pia Mungu atakuuliza mahali ulipokuwa unafanyia kazi, mbona nilililizi ibada zilikuwepo? Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye una moyo mgumu wa kutokuuelewa wokovu, nataka nikwambie unaole, kwa sababu kumbuke katika ulimwengu huu sisi tu wapitaji, na kila ambacho kinatendeka katika maisha yetu tutakwenda kukitolea hesabu, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo ninaomba ndani yako izaliwe roho ya kuweza kumcha na kumtumikia Mungu. Tunaona Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 inasema hivi, nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari ili apate kuwakweza kwa wakati wake kuja katika. Lakini kabla sijaingia kwenye jambo la pili, nataka hapa nikupatie andiko. Mambo ya Nyakati sura ya 16 mstari wa 11. Maandiko haya yameandikwa hivi, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni pia uso wake siku zote. Kwa hiyo tunaona pasipokuwa na bidii ya kumtafuta Mungu siku zote, hatuwezi tukawa na nguvu ya kuweza kupambana na changamoto zilizoko katika ulimwengu huu tulionao, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo ninaomba mchana wa leo utie bidii katika kumtafuta Bwana. Mimi ninaamini kwa kwetu hapa ni njia mojawapo, lakini je, baada ya kuwa tumekwisha kutawanyika, ni nini kinachoendelea katika maisha yetu ya wokovu? Sima gari lile litachakaa na mwisho wa siku litakuwa ni kopo. Na Mungu atusaidie ili pia tuweze kuelewa thamani hii ya maisha ya wokovu. Na tunaona wale wenzetu wakasema Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, wakatambua thamani ya wokovu. Na ndio maana maandiko yanasema wale watu waliposikia habari za Yesu wakatandika pia nguo, wakaweka pia matawi na vitu mbalimbali, wakawa wakimtukuza Bwana. Maana yake pia katika maisha yako ukifanikiwa kukaa vizuri na Mungu, Mungu yako mambo mengi atafanya katika maisha yako, na moyo wako utadumu na kukaa katika furaha. Utaona sababu ya wokovu na kuendelea kumtukuza Mungu siku zote katika jina la Yesu. Naomba nikushirikishe jambo la pili ninapokwenda kumalizia, mtumishi wa Bwana. Kwa nataka nikushauri katika eneo hili la pili, kuwa makini katika makundi ya aina mbili.
makundi haya aina mbili Yesu alielewa. Jambo lolote lile zuri lazima pia litakutana na ukinzani, lakini pia lazima ufahamu ulimwenguni hapa yako mambo makubwa mawili katika maisha yetu. 4 naomba nikusomee. Anasema, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atakaye msaliti. Kwa makundi haya ya aina mbili ulimwenguni yapo. Wakati wewe unatia bidii au wakati pia tunaendelea kuboresha na kuziimarisha ibada hizi, kuna wengine ndani ya mioyo wao watakuwa wanaanza kupata shekeli na wanaweza kuona hizi ibada ni mzigo. Nachotaka nikwambie wewe mwenye mawazo ya aina hiyo, lazima pia ufahamu Jehanamu inakuhusu, kwa sababu Mungu anaporuhusu tukutane namna hii anataka tukumbushane. Kwa hiyo wewe uliyepata nafasi leo ya kuweza kumwamini Bwana, pia lazima ujue ulimwenguni makundi ya watu aina mbili yapo. Unapotia bidii kufanya jambo lolote, kuna mwingine anaweza kuwa anatia bidii ya kutaka kukuharibia au kukurejesha nyuma au kukuharibia. Kwa hiyo Yesu aliongea maneno haya kwa wale wanafunzi ambao ni mitume, aliwaandaa, alijua mwisho wa siku watakutana na changamoto ngumu katika ulimwengu. Akasema mnapoendelea na huduma lazima mjue makundi haya ya watu wa aina mbili yapo. Kwa sisi tutakaa upande wa Bwana, kwani huko ndiko ambako tumeona neema, huko ndiko ambako tumeona faida, huko ndiko ambako tumeona wema wa Yesu katika maisha yetu. Mchana wa leo Mungu akusaidie katika mitazamo yangu hii miwili. Ninaomba kusaidie usiwe mfano wa mtu ambaye amepewa gari akashindwa kutambua thamani ya ile gari. Mwisho wa siku itakuwa kopo na haitafaa. Ili gari iweze kuwa na maana, lazima utie bidii ya kuweza kutafuta mafuta. Kwa hiyo ibada hizi ni njia mojawapo ya kukusaidia wewe, kukuchangamsha, kutiliwa bidii ili wokovu wako upate kuwa na maana. Mungu akusaidie na ulipokee hili katika jina la Yesu. Simama mahali ulipo tukamshukuru Bwana. Mwambie Jehova mchana wa leo kwamba pasipo yeye sisi hatuwezi neno wala hatuwezi jambo lolote lile. Unapoendelea kuyatafakari haya, hebu fikiria ukuu wa Mungu katika maisha yako. Mambo mangapi ambayo Mungu ameendelea kutenda na kufanya katika maisha yetu. Wokovu ni jambo la thamani. Wokovu ni jambo ambalo tunatakiwa kulinyenyekea sana. Asante Jehova, Mungu mkuu uliye Bwana na Mwokozi. Usinipite, usinigusa wengine, Baba Yesu, ninainua na kulibariki jina lako. Mungu, ninasema mchana wa leo asante kwa kunitia nguvu, asante kwa kuliwezesha neno lako likawe baraka katika jina la Yesu. Unatamani tunaona mtawala wako. Asante.
Endelea kututengeneza, endelea kutufinyanga, tuwe vile upendavyo Bwana, kwenye utukufu wako. Tuwe vile upendavyo Bwana, usitupite, tutengeneze, tunahitaji neno lako, tufundishe, tuelekeze Bwana, katika jina Asante Bwana kwa ajili ya neema yako na kuinua unaweza kumpigia haleluya. Mchungaji, Mungu akubariki kwa neno zuri tumelipokea. Haleluya. Ni wakati mwingine tunaendelea kuimarika. Amen. Lakini mimi binafsi ninachokifurahia sana mahali hapa ni zaidi ya chuo cha Biblia. Amen. Hakuna atakayesema mimi Mloma sikufundishwa hapa kufundishwa. Hakuna atakayesema mimi Sabato sikufundishwa hapa kufundishwa. Na ninamshukuru sana Mungu kwa sababu hatujachagua dini. Amen. Dini zote hapa zinahubiriwa. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kupokea unachofundishwa. Lakini zaidi sana ili uimarike kama mtumishi wa Mungu alivyonena, endelea kupenda ibada. Mungu awabariki sana. Amen.